kama ulivyosema inatakiwa uhusiano mzuri kati ya mzazi na mwalimu. Mimi hapa shuhuda wa hilo. Mimi mwanangu kuna somo alikuwa anafeli sana. Nikabeba mitihani yake, mimi na mitihani ya mwanangu tangu uko chekechea. Mwalimu Komba shahidi. Silikuja. Nikaja kwa mwalimu Komba, nikaongea naye. Mwalimu akamuita mwanayefundisha hilo somo, tukajaribu kuyaweka chini, kati ya mimi mzazi, mwalimu mkuu na mwalimu wa darasa. Ikaekwa chini kwamba bwana mtoto kwa nini anafeli hivi, tukazungumza pale tukatumeka sawa. Na kweli mwanangu baada ya hapo somo lake kidogo anapata maksi nzuri. Kwa hiyo nilikuwa nasema wazazi tusiwe wahukumu. Tunakaa majumbani hatufiki shuleni, alafu tunakuja mwisho wa siku tunawalaumu walimu. Hatuna muda wa kuja shule. Hatuna muda wa kuja shule kuwafuatilia watoto zetu. Ila mida yetu sisi tunaimaliza sana kwenye mashughuli. Mtu anaweza kwambia shughuli sehemu fulani, mzazi yuko tayari kwenda. Lakini sio kusema ngoja niende shuleni kaongea na mwalimu, mwanangu ana tatizo 1 2 3. Vikao wazazi kama sisi pia hatuhudhurii. Kwa idadi kubwa kama hii. Mimi nimekuja vikao vingi sana tunaitwa tunakuja, lakini wazazi hatufiki kama hivi. Umeona? Na wakati umesema mkuu wa wilaya, mwalimu na mzazi ndio tunafanya nini? Kuelimisha watoto wapate kusonga mbele. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi, tushirikiane na walimu, tusiwe watu wa kulaumu. Tunakaa majumbani alafu tunalaumu si 1 2 3 4. Tuje kwenye vikao kama hivi tushirikiane. Kama vyakula vina matatizo, inatakiwa sisi kama wazazi tunamuongea na mwalimu. Bwana mwalimu, tukae chini tuseme ili tatizo tunalitatua vipi. Kila jambo hatuwezi kuipelekea serikali, ina mambo mengi ya kufanya. Mengine tunaweza kutatua wenyewe, tuyatatue sisi kama sisi baina wazazi na walimu. Tusiwe washtaki, yani tunashtaki vyakula sio hivi, vyakula sio nini, sio vyakula vipi. Tulishakaa. Tuje hapa tumuombe bwana mwalimu Komba tuite kama wazazi. Tukae tujue tunafanyaje, wanetu wapate chakula kizuri, wapate kupata chakula ambacho watakaa chini watasoma vizuri. Lakini sio kila kitu tunashtaki, tunahukumu. Mimi naonaga vikao vingi sizungumzagi, lakini wazazi wakija hapa mtu anaongea, wanahamaki wanapiga sijui makofi, sio sawa. Walimu nao ni binadamu. Mimi nishakuja sana Jeika na walimu wamenipa ushirikiano mzuri sana. Sana. Siwezi nikaa pamoja naye kwa sababu ya shule yake nyingine, sio Jeika. Lakini mimi Jeika nishakuja na matatizo yangu na walimu tunakaa chini tunasolve na kila kitu kinaenda sawa. Na kuhusu sijui bichango, mwalimu unaweza ukauna hela mwalimu mwenyewe alishasema kwamba mtoto akiwa hana hela asifukuzwe. Asome. Mwalimu Komba alisema vikao kibao tunakuja, anasema kwamba mzazi ukiwa siku una hela, mtoto haruhusiwi kufanyaje? Kurudishwa. Mwalimu kumwambia nenda nyumbani. Si ndio maana yake hiyo? Na vikao vingi mwalimu anakuwa anasema hivyo. Kwa nini tukipata matatizo tusikae na walimu wetu kuzungumza nao? Tunakuwa watu wa kupayuka, kufanyaje? Hii sio sawa. Vikao natakiwa aanze kuhudhuria mzazi mwenzetu kama hahudhurii. Na anapoona tatizo awe mwepesi kufika shuleni kuzungumza na walimu. Kumlea mtoto ni sawasawa na mbio za vijiti. Unakimbia naye. Anapokimbiza kile kijiti kwa maisha yake, humuachi mtoto peke yake. Unamtia shime kila hatua anayokwenda yule mtoto. Ndio maana nikasema mimi kama mkuu wa wilaya na wenzangu tushuke chini, tuongee na wazazi. Ni wakati wetu sisi kama wazazi kukimbia pamoja na watoto wetu, kuanzia tunapowapeleka shule mpaka anapomaliza shule. Tunapompelekea shada la maua mtoto wetu la kumpongeza, mtoto anatakiwa kulia kwa furaha kumpongeza mama yake na baba yake kwa sababu wamekimbia naye. Nimekuja kuwaomba wazazi tutokeze kwenye vikao hivi tujadili maslahi ya watoto wetu.